Wa an Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Hudhayfa ibn al-Yamani radhi Allah juu yake anasema, kana an-nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil khair, walikuwa watu wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mambo ya khairi. Wa kuntu as'aluhu ani sharri, lakini huyu Hudhayfa ibn al-Yamani alikuwa kwenda kinyume, yeye akimuuliza Mtume kuhusiana na shari. Basi tunafahamiana, Hudhayfa ibn al-Yamani yeye alikuwa akimuuliza Mtume kuhusiana na nini? Na shari. Makhafatan an yudrikani, lengo la kufanya hivyo nikiwa naogopa zile shari zisije zikafanya nini? Zikanipata. Fakultu, nikasema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar, kwamba sisi tulikuwa katika zama za jahiliya, kwa maana zama za kabla kutumwa kwa Uislamu, wa shari, na tulikuwa kwenye shari. Fajaana Allahu bihadha alkhair, lakini Allah akatuletea hii khairi, kwa maana khairi aliyotuletea ni khairi ya Uislamu na kutumwa kwa wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio khairi yenyewe. Ukatumwa Mtume ukaja kufanya nini? Ukatufundisha dini ya Uislamu. Fa hal ba'da hadha alkhair min sharri, je, baada ya khairi hii ya ujio wako wewe alayhi salatu wasalam kuna shari yoyote? Qala na'am, Mtume akasema ndio, baada ya khairi ya mimi kuja kwangu hapa kuwalingania katika Uislamu kuna shari ndiyo itatokea. Fakultu, nikasema wa hal ba'da dhalika sharri min khairin, na je, baada ya hiyo shari itakayotokea kutakuwa kuna khairi tena? Qala na'am wa fihi dahnun, ndiyo kuna khairi itakayotokea, lakini ndani yake kuna ukungu. Qultu wa ma dahnuhu, Hudhayfa ibn al-Yamani akauliza, nani upi huo ukungu wake? Qala, Mtume akasema, qaumun, kutakuwa kuna watu yastanuna bighairi sunnati, wanaenda na sunna zisizokuwa zangu, yani wanafuata sunna zisizokuwa zangu. Wayahtaduna, na watakuwa wanaongoza watu bighairi hadi, kwa kupitia muongozo usiokuwa wangu mimi. Taarifu minhum, utawafahamu watu hao, sawa, utayaona wanaoyafanya. Taarifu minhum, utayaona wanaoyafanya. Watunkiru, na utawakemea. Qultu, nikasema, Hudhayfa anaendelea kumuuliza, fahal ba'da dhalika alkhair min sharrin, je, baada ya khairi hiyo ambayo ndani yake ina ukungu kutakuwa kuna shari? Qala na'am, Mtume akasema ndiyo. Fitnatun amyaun, fitna pofu, fitna ya upofu. Wa du'atun, na walinganizi, ala abwabi jahannam, walinganizi ambao wanalingania watu kuelekea katika moto wa Jahannam. Fitnatu amya, fitna ya upofu, watu hawaoni haki kwa kukosa elimu. Wa du'atun ala abwabi jahannam, lakini pia utakuwa na walinganizi wanaolingania watu katika moto wa Jahannam. Man ajabahum, atakaye wajibu walinganizi hao, qadhafuhu fiha, wanamtupa katika huo moto. Qultu, nikasema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, sifuhum lana, tusifie, kwa maana baada ya kazi yote uliyoifanya hii ewe Mtume, sawa, na baada ya kutoka kule ulipotoa, lakini wakaja wakapatikana watu ambao watakaokuwa wanalingania watu kuelekea katika moto wa Jahannam, hapana, tume sifa zao. Akasema hum min jildatina, hao wanatokana na ngozi yetu. Wayatakallamuna bialsinatina, na wanazungumza kwa lugha zetu. Maana yake hao ni katika sisi. Ni wangapi katika walinganizi ambao wanalingania watu katika moto wa Jahannam? Wangapi? Kwa sababu kulingania katika moto wa Jahannam maana yake ni kulingania yale ambayo Mtume hakuyafundisha. Na wauliza swali, je, ni wangapi ambao wanalingania katika yale ambayo Mtume hakuyafundisha? Wakasimama kwa nembo ya ushehe, yani naye ni shekhe, kasimama na joho kubwa namna hii. Amekaa wapi? Kwenye member, si ndio? Ametulia pale hivi na maiki zimejaa mbele yake, na anachukuliwa nini? Hum min jildatina. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hawa watakaokuwa wakilingania watu katika moto wa Jahannam sio watu ambao sio Waislamu, sio makafiri, sio wanafiki, ni Waislamu wenyewe. Lakini kazi yao ni kufanya nini? Kazi yao ni kuwatoa watu katika nuru, kuwapeleka watu katika moto wa Jahannam. Hiyo ndo kazi yao.
kwa maana ni wanatokana na nyinyi wenyewe, wala hawatoki mbali. Lakini haya ndio ambayo wanaoyafanya, kwa maana wanalingania watu na kuwaita watu waelekee kwenye moto wa jahannam. Man ajabahu, atakaye wajibu, kadhafuhu fiha, wanamtupa katika huo moto wa jahannam. Qultu, Hudhaifa anasema nikasema, famadha ta'muruni in adrakani dhalika, sasa ndo nishakuta na hilo jambo. Famadha ta'muruni, nini unaniamrisha nini? In adrakani dhalika, ikiwa jambo hilo litanikuta nifanye nini? Ndio nishafikiwa sasa hizo zama, ndio zama hizi tulizokuwa nazo. Sawa, usije ukakaa ukasema kwamba hizo huko zitakuja, ndio zimeshafika sasa hivi. Kwa maana kila mtu anayejisikia kuzungumza katika dini anazungumza, yuhadithu wala haraj, anazungumza wala hakuna mipaka. Sawa, kila anayejisikia kuzungumza jambo katika dini anafanya nini? Anazungumza. Kila anayejisikia kuandika kitabu, watunzi wamekuwa wengi kuliko hata wasomaji. Kila anayejisikia kuandika kitabu anafanya nini? Anaandika na kukinasibisha na nini? Na Uislamu. Kuna kitabu kikaandikwa Fadhlu Suratu Ayatul Kursi, siwezi kukisahau kwa sababu nilikiona kwa macho yangu mwenyewe. Fadhlu Suratu Ayatul Kursi, yani yule mtunzi ana mashaka, hii ninayoiandika ni sura au ni aya? Au nipeni nye tafsiri yake. Kwa sababu nilikuwa na mwalimu wangu hivi, tunakijadili kile kitabu hivi namna hii tunakisoma, kwa maana ndio jina la kitabu. Kwa maana wale ambao waliokuwa ni wajinga wamekuwa na nafasi kuliko wale ambao ni wajuzi. Sasa hili inabidi lituhamasishe sisi kusoma. Mtume alisemaje? Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yatruku 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmin fadhallu wa adhallu. Ndio mwisho wake unapokwenda huko. Kwa maana watu tukae chini tusome kwa mashehe zetu, tusome kwa wanachuoni, wanaondoka. Madhara yake ni yapi? Ndio haya. Lakini pamoja na hayo mtambue ya jamaatul khair, hakuna udhuru kwa Allah kwamba sasa Allah, mimi bwana kiukweli makundi yalikuwa mengi, sikujua niende kwa nani, kwa sababu huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, sasa sikujua niende wapi ya Rabbi. Hiyo hakuna. Sawa? Naam. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, lazimiana na jamaa ya Waislamu pamoja na kiongozi wao. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun, vipi kama itakuwa hakuna jamaa ya waumini, hawapo katika jamaa wakati huo, wala hakuna imamu, nini nifanye? Fa'tazil tilka alfiraqa kulliha, basi jiweke mbali na vikundi vyote hivyo, jiweke mbali navyo. Walau antaghadha ala asli shajaratin, hata kama utajiweka mbali kwa kung'ata shina la mti, hata kama utajiweka mbali kwa kung'ata shina la mti, hata yudirika kalmautu wa anta ala dhalika, mpaka ukukute mauti aliyokuwa upo katika nini, katika hali hiyo. Kwa maana umekishikilia kile kishina hivi au mchomoki nacho. Tunafahamiana? Yani kuonyesha jinsi gani unajiweka mbali na vitu vyote, unabaki katika dini ya Uislamu kwa kufuata njia alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani umetulia hivi namna hii. Yote haya ni kuonyesha umuhimu wa watu kushikamana na mafundisho yaliyokuja katika Uislamu.